Bana, kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flava kwa hivi sasa tunaweza kuona kwamba Harmonize ameshaweza kuwa level moja pamoja na Mario. Mario katika swala zima la uandishi basi amekuwa ni mmoja kati ya msanii ambaye amekuwa na uandishi mkubwa sana. Sasa limekuja ili baada ya msanii wa Harmonize ambaye ni Ibra basi kuwa katika level moja na msanii kutoka katika lebo ya Bad Nation, yani kumaanisha kwamba Bad Nation kwa hivi sasa wameamua kumsajili msanii mpya ambaye kwa siku hii ya leo basi ameweza kutambulishwa na msanii huyo. Kwa hivi sasa basi anazidi kuwa maarufu katika sekunde chache tangu atambulishwe. Sasa tunaweza tukasema kwamba ni msanii ambaye mwenye muonekano tofauti kabisa na level zile za Konde Gang, kwani Konde Gang walishindwa kumiliki wasanii zaidi ya wasanii wanne. Kwa hivi sasa Mario basi ameweza kumiliki msanii mmoja ambaye kwa hivi sasa tukasema kwamba Harmonize anazidi kuwa ni msanii wa pili au level moja na Mario, kwani Mario ameweza kumsaini msanii. Na je, ataweza kumuhimili kama Harmonize alivyoweza basi kumuhimili Ibra? Kwani Ibra kidogo ameweza basi kushuka kulingana na kwamba alishindwa kutoa hit song kwa muda mrefu na baada ya miezi 8 tena akapata matatizo hapa na pale. Je, lebo hiyo Bad Nation itaweza basi kuhimili changamoto hizo kama Harmonize mwenyewe binafsi ambaye tunamwona kwamba ni msanii wa namba 2 kama sio kwenye ile top 3, na kwa hivi sasa basi ameweza kufanya tena mabadiliko makubwa na kumsaini msanii ambaye ni mpya, kitu ambacho kwa Harmonize kwa hivi sasa anakuwa level moja pamoja na Mario ambaye tulitegemea labda Harmonize atakuwa na msanii mwingine kwa hivi sasa mpaka pale ambapo lebo nyingine itakapokuja basi kuanzishwa. Hii katika lebo ya Bad Nation basi itambulike kwamba kuna msanii alikuwa anaitwa Platform. Platform ni mmoja kati ya msanii ambaye alishawahi ku introduced katika lebo ile, na baada ya muda mfupi hatukaanza kuona mafanikio yake mengine, bali tunaweza kuona kwamba Platform anashuka siku hadi siku. Yaani kwa maana moja au nyingine basi kujikimu kimaisha na tulichokuwa tunategemea katika zile siku za mwanzo na hivi sasa basi imekuwa tofauti kidogo, kwani alikuwa ni mmoja kati ya mtu mwenye mabadiliko makubwa sana katika swala zima la utengenezaji wa nyimbo za hapa na pale, na katika swala zima basi la kufanya basi muziki wake uwe mkubwa. Lakini kwa hivi sasa ameanza kutoa nyimbo kwa kunata kwa kiasi kikubwa sana, kitu ambacho hata katika tasnia hii basi tunaweza tukamsema kwamba kwa hivi sasa hatajwi sana kati ya msanii ambaye alikuwepo kwenye game, kitu ambacho kwa Ibra naye mwenyewe ameweza basi kurudi kwa collaboration tofauti. Hizo collaboration basi zimeweza basi kumfanya Ibra na kuanza kuonekana kwamba ni mmoja kati ya msanii ambaye basi amekaa ndani ya lebo, kiasi cha kwamba lebo hiyo basi inaonekana kwamba hajataka kutoa ngoma zake, na kwa hivi sasa basi zile collaboration ndio zinaonyesha kwamba ukubwa wake wa msanii huyo, na ni msanii ambaye ukijaribu kufuatilia ngoma zake tangu alivyotoka mpaka kwa hivi sasa ni back to back, lakini katikati hapa hivi palitokea kama dosari ya kama almost mwaka mzima, kiasi cha kwamba litaka kupelekea Ibra azidi basi kusaulika. Hii ni Harmonize News inataka kukuambia kwamba katika moja na mbili ambazo basi nimejaribu kufuatilia, moja kati ya collaboration ambazo amezifanya Ibra basi zimeweza kuleta matunda mema sana katika ngoma zake ambazo alikuwa amezitoa, kwani alishafanya ngoma moja ambayo basi alifanya ngoma ambayo alimshirikisha Billnass pamoja na Ozo. Katika ngoma hiyo akuweza kukimbiza sana, baada ya kufanya tena collaboration na wasanii wawili mbeleni, ndio ngoma ile ikaanza basi kukimbiza streams milioni moja views katika mtandao wa YouTube, na kwa hivi sasa tunavyoongea basi anazidi basi kupokea maokoto ya hapa na pale, kwani katika nyimbo hizi mbili zilizofanya amefanya ngoma moja na Konta pamoja, akafanya tena ngoma nyingine pamoja na Dayo, yani kiasi cha kwamba unaweza kusema kwamba kwa hivi sasa Ibra basi ukuaji wake umekuwa ni tofauti katika siku za hivi karibuni, kwani katika siku za nyuma ukuaji wake ulikuwa unaonekana kwamba ana slow, yani anaenda kwa kujichechemea sana, kwani hizo collaboration moja basi zikamuinua kiasi cha kwamba unaweza kusema kwamba watu wengi wanasema kwamba labda Dayo amefunikwa, lakini kusema ukweli Harmonize kumbania kwake Ibra ndani ya game na yeye kuachia mangoma mengi basi imekuwa ni kitu kinachomfanya Ibra asizidi kuonekana katika game hii ya Bongo Flava. Bana, mimi sitakuwa na zaidi kwa muda huu. Ni Harmonize News, bye bye for now.